Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliondoka Samaria akaenda Galilaya, kwa maana Yesu mwenyewe alishuhudia ya kwamba nabii apate heshima katika nchi yake mwenyewe. Basi alipofika Galilaya, Wagalilaya walimpokea, kwa kuwa wameyaona mambo yote aliyoyatenda huko Yerusalemu wakati wa sikukuu, maana hao nao waliendea sikukuu. Basi alifika tena Kana ya Galilaya, hapo alipoyafanya yale maji kuwa divai. Na palikuwa na diwani mmoja ambaye mwanaye hawezi huko Kapernaumu. Huyo aliposikia ya kwamba Yesu amekuja kutoka Uyahudi mpaka Galilaya, alimwendea akamsihi ashuke na kumponya mwanawe, kwa maana alikuwa kufani. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani akamwambia, Bwana, ushuke asijakufa mtoto wangu. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule akalisadiki lile neno aliloambiwa na Yesu, naye akashika njia. Hata alipokuwa akishuka, watumwa wake walimlaki wakisema ya kwamba mtoto wake yu hai. Basi akawauliza habari za saa alipoanza kuwa hajambo. Nao wakamwambia, jana saa 7 homa ilimwacha. Basi babaye akafahamu ya kuwa ni saa ile ile alipoambiwa na Yesu, mwanao yu hai. Akaamini yeye na wote wa nyumbani mwake. Hiyo ni ishara ya pili aliyoifanya Yesu alipokuwa ametoka Uyahudi kufika Galilaya. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari, ikiwa leo ni Jumatatu ya Dominika ya 4 ya Kwaresma. Uponyaji na miujiza anayotenda Yesu tuliyosikiliza katika Injili vinaanza kusambaa na kusikiwa na wengi. Leo tunakutana na Yesu akitenda muujiza mwingine wa uponyaji ambao ni ishara ya pili katika Injili ya Yohane. Msingi zaidi katika tukio hili ni imani thabiti, utii na unyenyekevu wa huyu diwani ambaye mwanaye anaponywa. Diwani alisikia tu sifa za Yesu na anasadiki kwa unyofu wa moyo kabisa juu ya uweza wa Yesu. Yesu anafahamu vyema ya kuwa bado wako wengi wanaoamini tu kwa kuona ishara. Changamoto ya Yesu kwa huyu diwani ni hii: msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Hii ni changamoto kwa waamini wengi leo hii ambayo wamejikita sana katika mambo ya uponyaji na miujiza inayotendwa na watu, yaani binadamu wenzetu, huku wakishindwa kutambua kuona mkono wa Mungu kama ndiye mtendaji mkuu wa miujiza hiyo. Baadhi ya tamaduni zisizojali misingi ya uponyaji katika kanisa Katoliki zimeanza kujipenyeza katika kanisa hili. Hali hii inaleta utata wa sakramenti ya mpako mtakatifu na watu kuiona kuwa haina nguvu tena katika maisha yao. Watu wanadai kuwa wao ni watenda maajabu na waponyaji. Swali leo la kujiuliza mimi na wewe, je, tuamini kwa sababu ya miujiza wanaotenda wenzetu, yaani watu wenzetu, au tunaamini kwa kuwa tunaona mkono wa Mungu, nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha yetu ya uponyaji, na kwa pekee kupitia masakramenti matakatifu ambao kanisa limetuwekea mbele yetu iwe sehemu ya uponyaji, iwe uponyaji katika mwili na roho. Ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa siku ya leo na kwa pekee kipindi hiki cha Kwaresma kutafakari kuona nguvu ya masakramenti ni sehemu ya uponyaji, na hapo tukitazama huko tusipelekee mawazo yetu kwa wanadamu wenzetu kuona kwamba miujiza wanayoitenda ndo nguvu kilinganisha na nguvu ya Mungu. Tuombe Roho Mtakatifu tutazame nguvu ya Mungu katika maisha yetu, tukiachana na nguvu tunalodanganywa na wanadamu wenzetu.
Tumsifu Yesu Kristo.